Tulikuwa na maisha mabaya sana kwa kweli. Kulikuwa hamna mawasiliano, tulikuwa hamna, yani hamna tu kabisa. Lakini saa hizi tuna enjoy kwa kweli. Nimeuguza mtoto wangu, kuna bodaboda, naweza nikampigia simu akaniwahi. Kuna kuumwa joka ya polini na sena kuni, nikapiga mawasiliano, nikawahiwa. Sintokuwa na mengi kwa kweli, nashukuru. Mimi niliandika barua kwa waziri wa wizara hii kuomba mnara huu, na hiyo barua leo nimempa kopi waziri. Unaikumbuka hii? Akawapa watu wa Yuksa, watu wa mawasiliano kwa wote. Ile barua inataja tupelekewe mnara mbili, ndio mnara huu umekuja hapa. Mnara wetu umegharimu, tumetoka Halotel tumeongezea kiasi kama cha milioni 145 kutoka kile ambacho tulishapewa na upande wa serikali, tuliwezeshwa tayari. Mnara wetu una urefu wa mita 60.5 ambao tuliweka kwa ajili ya kusaidia wananchi wanaozunguka kata ya Ibili ambayo ina vijiji kama 8 na wakazi wake wapatao kama 22,000, lakini Mwakashinda peke yake huu mnara wetu utasaidia wananchi kama zaidi ya 3,000 ambao wana uwezo wa kutumia simu. Na teknolojia tulizoziweka hapa tumeanzia 2G, tuna 3G na 4G. Nimewatembelea wanaibiri kwa lengo moja kubwa, kuja kushuhudia ujenzi wa mnara huu wa simu ambao Mheshimiwa Rais ameendelea kuwezesha sekta binafsi. Tumeweza kuona huyu ni mtoa huduma, ni mtu binafsi, lakini serikali pamoja na watu binafsi tunafanya kazi kwa umoja wetu. Kwa hiyo kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, Mheshimiwa Rais aliruhusu zaidi ya milioni 145 kuweza kuchangiwa kwa sekta binafsi, na yeye anatoa 145, tunapata shilingi milioni 290. Ndio mradi kama huu mnaoona hapa unaweza kukamilika. Kwa hiyo tukija kutengeneza fence na yenyewe ikakamilika, unakuta mradi unakuwa wenye thamani kubwa sana ambayo tunaitarajia uweze kutumika kwa muda mrefu. Sasa mtoa huduma ameshaniambia kwamba nyinyi wananchi mmeanza kunufaika. Natamani kusikia kutoka kwenu. Je, mnapata mawasiliano kwa sasa? Network ipo? Iko vizuri? 4G. Kuna mtu pale kasema 4G. 4G maana yake nyinyi matumizi ya data yako vizuri. Dr. Samia akiwa ananguruma mahala, anaelezea namna anavyochapa kazi, nyinyi mkibofya inafunguka mara moja na wewe unashuhudia, awe Marekani, awe popote pale, awe Kigoma, awe Mbeya, nyinyi mnamuona live kwa sababu tayari mmewezeshwa matumizi sahihi ya data kwa kupata 4G. Ibiri oye! Dr. Samia oye! Mawasiliano oye! Kwa kweli tunapata faraja sana pale tunapomkuta mwananchi ameridhika kuona kwamba huduma tunayoifanya amenufaika nayo. Na wote tunafahamu dunia tuliopo sasa hivi, dunia ni kijiji. Kwa hiyo lazima tuboreshe mawasiliano yetu. Lakini vile vile sasa hivi tunaona vijana wetu wengi wa kike na wa kiume wanafanya biashara pia, wanajifunza kupitia mtandaoni. Lakini pia upatikanaji wa masoko wa bidhaa zetu. Nimeona mnalima tumbaku, nimeiona alizeti. Ukitaka kujua soko duniani linakwendaje ili uweze kufanya maamuzi sahihi ya kwenda kuuza zao lako baada ya kuhenyeka kwa kipindi fulani kile ambacho mnakuwa mashambani, kupata soko la uhakika, ukiingia kwenye mtandao kwa kutumia 4G unaweza ukaona kila kitu mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo hakuna tena kuibiwa. Hakuna tena mtukati ya kufundishe kwamba soko huko Morogoro kwenye viwanda vya tumbaku linaendaje. Wewe mwenyewe unaweza ukaliona kupitia simu yako ya mkononi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais anasema anataka kuhakikisha Tanzania inakuwa ni nchi ya kidigitali.